ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Ya tatu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya ngapi? Ya tatu. Mungu akasema tuendelee kukaa wapi? Utete. Na bado tuko wapi? Utete. Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, kama vile tulivyotanguliza mwanzoni mwa misa, tunaomba kwa ajili ya uponyaji. Yesu Kristo mwenyewe aliutwaa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Katika injili ya leo kuna watu ambao wamefaidi huruma na wema wa Yesu Kristo, wagonjwa, kwa sababu kuna waliowaombea uponyaji na wengine Yesu Kristo ameamua tu awaponye, na wengine waliletwa kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo kuna huruma kwanza na utu wema kwa baadhi ya watu ambao kwa njia ya roho zao nzuri waliwaombea watu uponyaji, naye Yesu mwingi wa huruma akatenda, akawaponya watu. Sasa katika injili ya leo, watoto wapendwa, kuna aina ya watu watatu ambao wamefaidi uponyaji. Wa kwanza ni nani kabisa ambaye alifaidi uponyaji? Mkiwa na kumbukumbu, mtu wa kwanza ambaye ameponyeshwa au ameponywa na Yesu Kristo ni yupi? Karibu, njoo. Wa kwanza kabisa, wakati Yesu anapita. Karibu. Mtumishi mmoja wa akida. Asante sana. Mtumishi mmoja wa akida. Akida ni kama afande, kiongozi wa jeshi. Akida huyu alikuwa mwema sana. Anakuja kuomba uponyaji, si kwa ajili ya ndugu yake, si kwa ajili ya mke wake, si kwa ajili ya rafiki wa karibu, lakini anamwombea uponyaji nani? Mtumishi. Mtumishi inamaanisha ni mtu wa chini ambaye yupo chini ya madaraka ya yule akida, sio bosi wake, mtu wa chini. Mnaona ule upendo Anamwombea, Bwana, mtumishi wangu yupo nyumbani amelala, hawezi kabisa tena, amepooza, hawezi hata kutikisika, yaani hawezi lolote, anatutegemea. Na Yesu akamwambiaje? Nitakwenda kumponya. Nitakuja huko kwako nimponye. Alafu huyu akida akajitambua kwamba huyu Yesu ni mtakatifu, huyu Yesu ni mwana wa Mungu, aanzeje kuja kwangu mimi mwanajeshi, mimi afande? Akamwambia neno fulani ambalo katika kila misa tunalitumia sisi wa Kristo wa Katoliki. Kila misa tunatumia maneno yale, tunayarudia. Nani atakumbuka tunayatumia wakati gani? Alisema, Bwana, mimi sistahili, ufanyeje? Waingie kwangu, lakini wewe useme neno. Maana aliamini Yesu hata akiongea kwa mbali, neno lake lina uwezo kutenda popote. Maneno yale tunayatumia hususan wakati gani? Wakati maalum. Karibu, njoo. Sisi wa Kristo na sisi tunatambua kwamba hatustahili. Wakati gani? Wakati pale tunapokuwa pale anakuwa anasema, tazama huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yangu. Ile mara ya pili anasema hivi, Bwana, usisije kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Amepatia au kuna mwingine ambaye upande huu mwingine aje aeleze vizuri? Tunatumia maneno yale wakati maalum au kabla ya kitendo fulani katika misa, kabla ya nini? Haya, mvulana aje, njoo. Mwanaume awatetee. Wewe si mwanaume? Haya, njoo sasa tuone hapa busara za kiume. Karibu. Kabla faza ajala Ekaristi.
kabla Father hajala Ekaristi, sawa, kabla ya komunio, yani sisi waumini wote pamoja na Father. Haya, Father kabla ya komunio anachukua mwili na damu ya Yesu Kristo, sawa, halafu anatuambia tazama, sawa. Haya, rudi mkae. Tazama mwana kondoo wa Mungu anayefanyeje? Anaondoaye dhambi za ulimwengu. Alafu anatualika heri yao walioalikwa wapi? Kwenye karamu ya Bwana. Je, sisi wa Kristo tunajua, je, tunastahili? Je, tunaringaringa kwamba twende kwenye karamu ile, twende tukanywe mwili, tukale na tukanywe mwili na damu ya Yesu Kristo? Tunaringa au tunafanyaje? Tunakumbuka kwamba hatustahili. Ndio maana tunarudia yale maneno ya yule akida, Bwana sistahili uingie kwangu. Tuendelee. Lakini sema neno moja tu na roho yangu hii. Kwa hiyo tunatambua roho ina ugonjwa wa dhambi. Kwa hiyo mtu wa kwanza aliyefaidi uponyaji ni mtumishi wa akida. Yesu Kristo anatenda popote pale. Ukiwa hata hapa Utete ukamwombea mtu ambaye yupo Dar es Salaam, yupo Ufaransa, yupo Kongo, yupo sehemu yoyote ile, ukimwombea ujue kwamba Yesu Kristo mwenye uweza atafanyeje? Atamponya. Sala ina nguvu. Umeelewa hilo? Aya, mtu wa pili sasa ambaye alifaidi uponyaji kutoka kwa Yesu Kristo ni nani? Maana baada ya hapo Yesu alisema, Bwana wewe nenda kwako. Nimeona mkono kule. Karibu wewe ambaye umevaa sweta ya rangi nyekundu. Karibu. Yesu Kristo alisema wewe nenda tu na mtumishi wako tayari yule atapona. Alafu wakaenda nyumbani sehemu kwa mtu fulani ambaye alikuwa pamoja na Yesu Kristo, wakaenda kwake. Walienda kwa nani? Karibu. Kwa Mtume Petro. Asante, walikwenda kwa Mtume Petro. Asa pale kwa Petro nani aliyeponyeshwa? Mama yake Petro. Mama yake Petro au nani ambaye hajaongea huku? Wewe mwenye miwani, karibu. Nenda. Asante. Tumefurahi ndio ulipatia kwamba ni kwa Petro, kwa Mtume Petro. Alafu mgonjwa aliyekuepo ni nani? Mke wake Petro. Ni mke. Tuone huku. Karibu. Na asante kwa kunyanyuka kwanza. Maana hata kuja huku unajua wengine mnaogopa maiki. Karibu. Mkewe Petro. Mkewe Petro. Hapa ndo sasa. Karibu. Karibu. Mama mkwe. Mama nani? Asante sana. Alikuwa ameumwa, naye alikuwa na ugonjwa. Alikuwa naumwa nini? Kama mlisikia. Alikuwa anaumwa nini? Nani ambaye hajaongea kabisa? Kule nyuma. Karibu. Wewe hapa. Wewe ambaye unaona nyuma. Njoo, nimekuona unavaa rozari. Wewe tayari. Asante kwa Njoo faster wai, karibu. Alikuwa anaumwa nini? Homa. Asante sana. Watoto watu wapongeze wote kwa makofi matatu. Kwa hiyo kuna wagonjwa. Wa kwanza ni mtumishi wa akida, wa pili ni mama mkwe wa nani? Huyu wa kwanza alikuwa amepooza na huyu wa pili alikuwa naumwa homa. Magonjwa ya mwili. Kumebaki sasa kategori ya magonjwa ya roho. Wale watu ambao walikuwa na magonjwa ya roho walikuwa nasumbuliwa na nini? Walioletwa kwa Yesu Kristo. Upande huu karibu. Njoo. Karibu. Walikuwa nasumbuliwa na pepo. Asante sana. Walikuwa nasumbuliwa na pepo. Kwa hiyo kuna waliokuwa wanaumwa ugonjwa wa mwili na wengine ugonjwa wa roho. Kwa hiyo Yesu Kristo anaponya mwili na ni daktari zaidi ya madaktari bingwa wote. Anamponya binadamu kimwili na kiroho. Ndugu zangu katika Bwana, tunapoumwa
tunakimbilia kunywa vidonge, kumeza dawa, tunaenda kwa madaktari. Lakini tu tunakumbuka sisi wa Kristo kwamba hata dawa hizi tunazopewa ni lazima tuziombee na tuwaombee madaktari ili watutibu vizuri. Yesu Kristo ambaye ni daktari wa roho na wa mwili azibariki, awaongoze wale madaktari watutibu vizuri kimwili. Lakini pia tukumbuke kwamba wakati mwingine tunasumbuliwa na magonjwa ya roho. Tuwe tunaomba pia msamaha na neema kutoka kwa Mungu atujalie ule uponyaji wa ndani, uponyaji wa roho. Injili ya leo imetuonyesha upendo kutoka kwa watu, upendo kutoka kwa watu wanaotuzunguka, majirani, mabosi wetu, na watu tunaofanya nao kazi, watu mbalimbali. Hao wote tuna wajibu, tunahitajika sisi wa Kristo kuwasapoti katika sala zetu, kuwapeleka kwa Yesu Kristo. Tusiwe wachoyo wa fadhila. Mnaelewa watoto wazuri? Tusiwe wachoyo wa fadhila. Maana ndio kazi iliyomleta Yesu Kristo huku, kutufanya huru katika Kristo. Sisi wana wa Mungu tufaidi uponyaji. Na katika misa hii tuliwaombea watoto wa shule, sawa? Wakati wa shule tumewaombea uponyaji, tumewaombea akili, tumewaombea na hekima, tunawaombea kila kitu chema. Bado mna safari ndefu katika maisha yenu. Enyi watoto pamoja na watu wazima mliopo hapa, tumtegemee Yesu Kristo. Siku hizi tunashangaa kweli. Injili tunaipokea, Yesu anatenda, lakini bado kuna wale ambao wanakwenda kwenye viduku. Mnajua viduku? Mnavijua? Vile vijumba ambavyo havina mabati, ni majani pote, juu chini, mnavijua? Ndani ya vile vijumba wanakaa kina nani? Sema kwa sauti, wanakaa kina nani? Waganga. Sisi hatutakiwa kwenda kwa waganga. Tunatakiwa kuwa kama akida, tunatakiwa kuwa kama Mtume Petro, wanaomtegemea Yesu na kumwambia kuna wagonjwa huku, tuponye Yesu Kristo, tusaidie katika mahangaiko yetu ya kiroho. Tunasumbuliwa, tunahangaika. Yesu, katika Yesu Kristo tunapata mema yote, tunapata baraka zote. Kumbe yeye tu ndo abaki kimbilio letu daima na milele. Ndugu zangu, kwa maombezi ya mama yetu Bikira Maria tutegemee uponyaji wa Mungu. Hivi kati yetu kuna wagonjwa Nani ambaye anaumwa afanye hivi tu popote pale? Hatutakuuliza unaumwa nini. Unaumwa? Kuna watu ambao wanaumwa eti kumbe mnaumwa wengi Asubuhi ya leo msali kwa imani. Wakati wa mageuzi pale, Yesu Kristo anaposhuka altareni ndani ya maumbo ya mkate na divai, utazame umwambie Yesu Kristo, uniponye kama vile ulivyomponya mtumishi wa nani? Uniponye kama ulivyomponya mama mkwe wa nani? Uniweke huru kiroho kama vile ulivyowaponya watu wenye kusumbuliwa na. Basi Mwenyezi Mungu awabariki sana na tuendelee kuwa imara katika Kristo. Tumsifu Yesu Kristo.